Uhaligani mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na asante kwa kuendelea kututazama popote pale ulipo. Muda mfupi uliopita alikuwepo Nyangeta Daudi katika yasemavyo magazeti, na ninarejea katika Jahara sehemu ya kwanza, ambako siku ya leo ni tarehe 29 mwezi wa 10 2021, siku ya Ijumaa. Tulikuwa tunakamilisha michakato ya wiki nzima. Nikukaribisha tuweze kupatana pamoja, na siku ya leo tunazidi kuangazia maandalizi ya msimu mpya wa masomo kwa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, ambako tunatathmini zoezi la upokeaji wa wanafunzi na namna ambavyo vyuo mbalimbali vimejiandaa kuweza kutoa elimu inayostahiki kuwasaidia wanafunzi kupata ujuzi ambao utawezesha kukabiliana na changamoto za kimaisha. Mimi ni Damian Mnyikwa, na kipekee niko na viongozi kutoka ni chuo cha ustawi wa jamii Dar es Salaam, ambako ninaye Dr. Eventus Mugabuso ambaye ni makamu mkuu taaluma, pamoja na Kabongo Reiji ambaye ni afisa udahili. Kwa pamoja tunakwenda kuangalia namna gani chuo hicho kimeweza kujipanga kuhakikisha kwamba kinawasaidia wanafunzi ambao wamechaguliwa kujiunga na elimu ya vyuo vikuu, pamoja na wale ambao wanaendelea kuweza kupata ndoto zao za maisha. Karibu sana, tuweze kuambatana pamoja mwanzo hadi tamati. Nikukaribisha sana katika studio za Mlimani TV. Asante sana. Na habari za huko mlikotoka? Sisi tulipotoka ni salama. Na sisi tunafurahi kwamba tumekuta hapa mko salama. Naam. Karibuni sana. Moja kwa moja tuanze kuangazia mada yetu kwa siku ya leo. Nitaanza na makamu mkuu wa chuo. Bila shaka unafuatilia masuala mbalimbali ambayo yanakuwa yakiendelea. Tutathmini kwa ufupi zoezi la kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza ambao bila shaka limekwisha kuanza katika chuo chenu. Hali ikoje? Sisi tunaowapokea wanafunzi, zoezi linaenda vizuri, kwa maana tulijiandaa, lakini pia na serikali ilikuwa imetoa maelekezo namna ya vyuo kujiandaa, namna ya kuwapokea wanafunzi. Tulifuata hayo maelekezo, na sisi pia tulikuwa na maelekezo ya viongozi wetu wa ndani. Kwa hiyo tulijiandaa vizuri, wanafunzi tumewapokea, na bado tunaendelea, na wengine bado wanaendelea kuja. Kwa hiyo zoezi kwa ujumla wake linaenda vizuri sana. Wanafunzi wanajitokeza kwa ari ya kiasi gani? Kwa sababu kuna changamoto za wanafunzi, wengine wanachelewa kutokana na kukosa ada, na wengine taratibu mbalimbali hawajakamilisha. Hali ikoje? Flow ya wanafunzi ikoje? Sisi kwa uzoefu wa chuo cha kwetu, wanafunzi hawajachelewa kuja. Wamekuja kwa wakati. Useme sasa kwa hilo nalo lusema changamoto ya ada, inaweza pakawepo katika kuwasajili. Zoezi inaweza likawa nenda taratibu, kwa sababu watu wengine wanaweza wakawa wanasubiri, wanaamini kwamba watapata mikopo. Kwa hiyo inakuwa zoezi naenda taratibu, lakini kwa maana ya wanafunzi kuwepo kwenye chuo wapo, wamekuja kwa wingi. Naam. Nije kwako afisa udahili, wewe ndiye ambaye unahusika kutupata takwimu kwamba angalau umefanikiwa kwa kiasi fulani hasa japo wanafunzi wapo, na unaweza kutuambia lengo ambalo umejiwekea kwa wiki au tangu mwanzo na hadi sasa umefikia kiasi gani? Asante. Kwa ujumla taasisi imefanikiwa kusajili wanafunzi ambao tuliwadahili tunakwenda kwa 70%. Asilimia 70. Tulianza usajili mnamo tarehe 18 mwezi huu wa 10. Tulianza kupokea wanafunzi ambao walichaguliwa kuja kujiunga kwa ngazi ya certificate, diploma, pamoja na wale ambao wanasoma bachelor degree mwaka wa kwanza. Tulianza nao tarehe 18, na wiki ya kwanza ile mwitikio ulikuwa ni mkubwa, karibia nusu ya wanafunzi waliwasili wote wiki ya kwanza. Sasa tuko wiki ya pili na tunaelekea mwishoni, lakini pia wanafunzi wanaendelea kuja. Asilimia 70 hiyo ya wanafunzi ambao tuliwadahili wameshawasili. Ni wachache ambao wana changamoto, lakini nao wenyewe wanaendelea kupata maelekezo, na zoezi linaenda kwa vizuri kwa ujumla. Changamoto hasa ambazo zinajitokeza ni zipi kutoka kwa wanafunzi? Changamoto zinazojitokeza kutoka kwa wanafunzi, tuna makundi mawili. Tuna wanafunzi ambao wameomba wenyewe kuja vyuoni, na hivi tumewadahili, wamepata fomu za kujiunga, wanakuja moja kwa moja. Lakini wapo wanafunzi ambao walichaguliwa na serikali baada ya matokeo ya kidato cha 4 kutoka. Wapo wanafunzi walichaguliwa, tunasema ni wanafunzi wanaitwa watamisemi. Wanafunzi hao walichaguliwa kutoka shule za sekondari mbalimbali, kutoka maeneo mbalimbali na mikoa mbalimbali hapa nchini. Wakapewa maelekezo na ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini pia pamoja na wakishirikiana na Baraza la Elimu ya Ufundi NACTE, ya kwamba hao wanafunzi kwa sababu wamepata hizo fursa za kusoma, wanapaswa kudhibitisha ya kwamba watakwenda kwenye vyuo walivyotakiwa kwenda. Wapo ambao hawakudhibitisha.
waliona kwamba wamechaguliwa na wanahitajiwa kuwasili kwenye vyuo, lakini kile kitendo cha kudhibitisha hawakufanya. Sasa hao tarehe zimefika, wanakuja. Wakija sisi hatuwatambui kwa sababu majina ya wale ambao hawajadhibitisha hawakuletwa vioni. Iliendelea kubaki kwenye kazi data TAMISEMI pamoja na Baraza la Elimu ya Ufundi NACTE. Kwa hiyo wale wanapokuja tunaona huyu ni mtu mpya, hatumtambui, hatujui ametokea wapi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto ya kwanza kuwasiliana na hivi vyombo viwili. Tulipewa wiki ya kwanza mpaka tarehe 22. Wale waliokuja wiki ya kwanza ile tuliwapokea. Lakini wiki ya pili hii kuanzia tarehe 25 wapo ambao bado wameendelea kujitokeza. Mwingine anatoka mkoani huko Katavi, na tunasema hana ndugu. Mwingine anatoka Rukwa, anasema mimi nilikuwa natafuta ada, nimepata ada ndio nimekuja. Akija pale hajadhibitisha. Kwa hiyo utambui kama ni mwanafunzi. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo bado tunaendelea kuitatua. Makamu Mkuu, hawa tunawasaidiaje kwa sababu ni Watanzania ambao wanataka kupata elimu na wamechaguliwa chuoni kwako, lakini kutokana na changamoto za kimazingira huenda walikokuwepo taarifa zilikuwa hazifiki kwa wakati, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba majina yao yameondolewa kwenye orodha ya wanafunzi ambao wanatakiwa kusoma katika chuo chako. Mnawasaidia vipi? Kuna namna ambavyo mnaweza mkaongea na TCU wakaendelea kupata nafasi ya kuendelea na masomo? Hawa ambao tunawazungumzia ni watu ambao wanakuja kujiunga kwa ngazi ya cheti na diploma. Na serikali imeshatoa maelekezo kupitia Baraza la Elimu ya Ufundi NACTE kwamba watu tuwapokee kwa maana ya kuchukua takwimu zao na majina yao na kuyawasilisha NACTE, na taratibu zinaendelea. Kwa hiyo hatuwarudishi, tunawapokea. Useme usajili wao unasubiri maelekezo kutoka NACTE. Kwa hiyo tunao na majina yao tunayapokea. Naam. Lakini kama taasisi pia kwa sababu wale wengi unakuta wamemaliza form 4, basi tuna ofisi pale ya mshauri wa wanafunzi. Tunahakikisha kwamba watu wanakuwa sehemu salama. Ndio tunachokifanya kama taasisi. Naam, asante sana. Mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, bila shaka mnaweza kufahamu kile ambacho kinaendelea katika Chuo cha Ustawi wa Jamii, namna ambavyo wanawasaidia wanafunzi wanaokwenda kusajiliwa kwa mara ya kwanza kujiunga na masomo, aidha iwe ni ngazi ya cheti, diploma pamoja na shahada za awali. Lakini pia ni kwamba baadhi ya wanafunzi wanatoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam na wengine wanafika Dar es Salaam hawana hata ndugu. Yaani anachokijua kwamba mimi nakwenda Chuo cha Ustawi wa Jamii. Vipi kuhusu malazi na namna ambavyo wanatakiwa kuishi? Inakuwa ni juu yao au kuna utaratibu ambao kwa kushirikiana pengine na serikali mmeweka ili kuweza kuwasaidia? Kwanza kwenye chuo chetu sehemu za kulala kwa maana ya hostel tuna nafasi zipo, lakini haziwezi kuwatosheleza wanafunzi wote. Kwa hiyo utaratibu wa chuo chetu ni kwamba wanaopewa kipaumbele kwanza ni watu ambao wanakuja kwa mwaka wa kwanza. Wale wanaoendelea hatuwapi kipaumbele, labda nafasi zikibaki. Na hata wale wanaokuja kwa mwaka wa kwanza tunawapa kipaumbele watu wenye mahitaji maalum kwanza. Alafu tunawapa kipaumbele watu ambao wametokea mikoani. Alafu pia tunawapa kipaumbele kama tulivyosema, tuna wanafunzi sisi kuanzia cheti hadi shahada za awali. Pia tunawapa kipaumbele watu ambao wanakuja kwa ngazi za cheti. Kwa hiyo tunaenda tunapanda hivyo kama nafasi zipo. Lakini kwa sababu sehemu za kulala hazitoshi, sisi kama taasisi kwa kushirikiana na serikali za wanafunzi tunashirikiana na sekta binafsi au watu binafsi ambao wana hizo sehemu za kulaza zinaitwa hostel. Kwa hiyo kama taasisi tulizitambua kwa kupitia ofisi yetu ya mshauri wa wanafunzi, tukajua gharama zao, tukazungumza nao ili gharama zao walau ziendane na hali halisi ya wanafunzi ambao tunawapokea. Kwa hiyo tunazo hizo sehemu. Kwa hiyo wanafunzi wakija wanakuta tayari tuna takwimu, tunawaelekeza ni mwanafunzi yeye kwenda kuchagua na kwenda kuishi sehemu ambayo anaona inafaa. Lakini pia tunafuatilia wanapoendelea kuishi huko kwenye hosteli hizo za watu binafsi, wasibuguziwe, mwenye hosteli aendelee kutekeleza mkataba kama ilivyokubaliana. Ndicho tunachokifanya kama taasisi. Bila shaka ni jambo jema na linawahakikishia wanafunzi usalama na wanakuwa comfortable kuendelea na masomo. Nije kwako Kabongo Reidi. Miezi kama mingapi iliyopita tulishuhudia kulikuwa na maonesho ya vyuo vikuu pale Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Ni kwa namna gani maonesho yale yamewasaidia
kutatua baadhi ya changamoto ambazo zinawakabili wanafunzi wa mwaka wa kwanza ukizingatia hali iliyopo hivi sasa? Asante. Katika maonyesho haya ya vyuo vikuu yaliyofanyika pale Mnazi Mmoja, kwanza chuo cha ustawi wa jamii tulipata fursa ya kushiriki, na katika maonyesho yale tulitambua ya kwamba yumkini jamii ya Watanzania wengi wana ufahamu ama uelewa sio mkubwa sana wa vyuo na taasisi mbalimbali zinazotoa elimu. Wengi wanaotambua vyuo hivi ni wale yumkini ambao unakuta labda wako Dar es Salaam. Lakini maonyesho yale yalitupa fursa ya kutangazia sio Dar es Salaam tu, wananchi kwa ujumla kutambua vyuo ambavyo vipo na aina ya mafunzo yanayotolewa. Na wengi wanafahamu vyuo vikubwa tu, universities, lakini hizi taasisi na vyuo vya elimu ya kati hawavitambui. Lakini kupitia maonyesho yale tulipata fursa hiyo, na tukaona ya kwamba upo wigo pia ambao tunapaswa kutumia, hasa kupitia vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii, kuendelea kuwafahamisha Watanzania ya kwamba zipo taasisi, vipo vyuo vya elimu vinavyotoa mafunzo kwa ngazi mbalimbali. Na hivi inawafanya ama inawarahisishia wanafunzi ama watoto wa Tanzania kujua na kuangalia ndoto zao na malengo yao kwa namna gani wanaweza kuyafikia wanapopata taarifa hizi za kielimu, ama kujua kazi gani wanazoweza kuzifanya hasa wanapokuwa wamesoma kozi mbalimbali zinazotolewa kwenye vyuo mbalimbali. Na hivi chuo cha ustawi wa jamii nao tuliwapatia fursa hiyo ya kutambua programs zetu tunazozitoa. Naam, asante sana. Nije kwako Dr. Eventus Mgwabuso. Ni mchakato huu wa kuwapokea mwaka wa kwanza unakamilika lini, na itakuwaje kwa wale wanafunzi ambao watachelewa? Kuna namna yote ile ya kuwalinda ili baadaye wakija waweze kuendelea na masomo kwa wanafunzi wengine? Mchakato huu ni mrefu kidogo, kwa sababu kuna kuwasajili wanafunzi, lakini baada ya kuwasajili wanafunzi kuna watu ambao wanataka kuhamia kwenye vyuo au kwenye chuo chetu. Kuna watu ambao wanataka wamesajiliwa pale kwenye chuo chetu, lakini wanataka kuhama kozi moja kwenda kozi nyingine. Kwa hiyo TCU imetoa kalenda maana yao namna ya kutekeleza hayo yote matukio. Lakini kwa maana ya mchakato, sisi tulikuwa tumejipa wiki 2 ambazo ndio zinaisha leo, na kama ulivyosikia tumeshadaili wanafunzi takriban 70%. Lakini huu mchakato sisi tutaendelea nao kwa sababu tunatambua wanafunzi walikuwa na changamoto mbalimbali, tutaendelea nao. Lakini kwa maana ya sasa tunajikita kama taasisi, pamoja na kwamba tunaendelea nao pembeni, tunajikita sasa katika kufundisha kama kipaumbele. Ukiangalia umezungumzia swala la kubadilisha kozi, hasa wanafunzi ambao wanatoka shule za sekondari, wale wengi walipangiwa na serikali moja kwa moja. Mchakato huu ukoje na unawapa nafasi kiasi gani kuweza kubadili kozi? Baraza la elimu ya ufundi, kwa sababu hapo unazungumzia watu ambao wanaingia kwa ngazi ya cheti na diploma, wametoa maelekezo na muda wa kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa hivi tunapokea barua, na kubadilisha sio tu unabadilisha kwa sababu nataka kubadilisha. Kuna masharti yake ya kubadilisha. Unapotaka kwenda pawepo na nafasi, kwa sababu kila programu ina idadi ya wanafunzi ambao wanatakiwa kusoma kwenye hiyo programu. Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo vimewekwa na sisi ndivyo tunavyovifuata. Kwa hiyo tunaamini mwisho wa mchakato, ule mchakato ni mchakato wa wazi, na watu tunawapa majibu. Kama kuna nafasi tunamwambia nafasi ipo, kama haipo tunamwambia. Lakini kwa ngazi hizi za chini wanaoama program ni wachache sana. Ni wachache sana. Naam. Kwa hiyo ni kwamba kwa ujumla uwezekano wa kubadilisha upo. Sasa chuo kimejiandaje na masomo yanaanza rasmi lini? Masomo kwa ratiba ambayo ilitolewa na TCU yalikuwa yanaanza tarehe 25. Na sisi tulianza kwa wanafunzi wanaoendelea. Na kwa wanafunzi hao ambao tulikuwa tunaendelea nao kwenye udahili, tunaanza Jumatatu ambayo inakuja. Kwa wakati udahili ambao hawajakamilisha kufanya udahili ambao tumesema ni almost 30% unaendelea, sisi huku masomo yanaanza. Na tunaamini hiyo itawapa moyo ambao hawajafanya udahili waweze kukamilisha udahili na waweze kuingia darasani, kwa sababu kwa kanuni zetu za chuo huwezi kuingia darasani kama hujafanya udahili. Kwa hiyo Jumatatu kwa wanafunzi ambao
wamedahiliwa mwaka huu wa masomo wanaanza masomo rasmi. Naam, sasa nije kwako Kabongo Reidi. Wewe ni afisa udahili, bila shaka kunaweza kuwa na mabadiliko ya kozi ambazo mnazitoa, kuna ongezeko au kuna kama kuna zimepungua, utubainishie pia na mtazamaji pamoja na mwanafunzi ambaye anakutazama hivi sasa aweze kupata elimu hiyo, na kama nataka kufanya chaguo basi afanye chaguo ambalo ni sahihi. Kozi zinazotolewa ni zipi na kama kuna ongezeko au kama kuna kupungua kwa kozi hizo? Asante. Kozi tunazozitoa ziko kwenye ngazi mbalimbali. Kwa ngazi ya cheti inatambulika kama NT level 4. Kitaalamu wanaita Basic Technician Certificate. Tunazo program 5. Wapo wanafunzi ambao wanakuja kujiunga kwa kozi ama program inayoitwa ustawi wa jamii, social work. Wapo wanafunzi ambao wanakuja kujifunza kwa program ya uongozi inaitwa business administration. Ipo ya uongozi na utawala, human resource management. Kuna program ya labor relation and public management, pamoja na NT level 4 certificate ya community work, youth and children. Programu hizi 5 zinatolewa kwa ngazi ya cheti ndio. Naam, lakini ipo baada ya cheti ipo NT level 5. Hiyo inaitwa technician certificate. Hizo nazo ziko programu 4. Ipo program ya social work, ipo program ya human resource management, business administration, pamoja na labor relation and public management. Na kozi hizo pia zinaendelea kwa ngazi ya shahada ya kwanza, bachelor degree, kwa human resource management, social work, business administration, pamoja na labor relation and public management. Hizo ni program zetu ambazo ziko kwa ngazi ya chini. Lakini kwa ngazi ya juu pia tunao mafunzo ya masters pamoja na postgraduate. Tunao postgraduate moja sasa hivi ya labor, inaitwa postgraduate diploma ya law, mediation and arbitration. Lakini tuna masters ya social work, masters ya human resource management, lakini na masters program mpya ambayo kwa mwaka huu ndio tunadahili kwa mara ya kwanza, ni program ya masters ya law, mediation na arbitration. Hii ni mpya na mwaka huu ndio imekuwa tumeanza kwa mwaka wa kwanza. Lakini mwitikio umekuwa mkubwa kwa sababu tumepata wanafunzi ambao mpaka sasa hivi na wanafunzi zaidi ya 18 ambao tayari wameshadahiliwa. Lakini pia maombi yanaendelea, na kufikia leo usiku saa 6 ndio tutafunga kwa hao wanaoomba kwa level ya masters. Ili wiki ijayo process za masters ni kwa kozi moja hiyo mpya au ni kwa kozi zote kwa ujumla? Kwa kozi zote kwa ujumla. Kozi zote kwa ujumla, yani hiyo ya social work, human resource management pamoja na law. Kana kwamba mtu anayekusikiliza hii leo na anatamani kufanya kuomba, anaweza kaomba hivi sasa. Anaweza kaomba leo, lakini ikishafika saa 6 usiku ile mfumo utakuwa umefungwa. Kwa hiyo kuanzia leo mpaka saa 6 usiku mfumo bado uko wazi, anaweza kuomba na level masters. Na mfumo ni upi? Anaingia kupitia tovuti ipi? Naam, anaweza kuingia kwenye tovuti ya chuo chetu cha ustawi wa jamii, ni www.isw.ac.tz. Naingia pale, ataangalia link ama njia ile ya kuapply ambayo iko online, inaitwa online admission system. Ukifika pale, kifungua tu pale, itaanza kumuuliza nataka kuomba kwa level gani. Ataangalia level pale, zipo level zote, nasema nataka kuomba masters. Unaomba masters kwa na vigezo gani, itamuelekeza na ataingiza taarifa zake zote online, hata kwenye simu yake janja. Unaweza kufanya application yake hiyo kwa muda wa dakika 5 hadi 10 na kuwa ameshamaliza na kuwasilisha submit. Sawa sana. Nirejee kwako Dr. Juventus Mugabuso. Ni kwamba bila shaka taasisi kwa ujumla mmejiandaa kuweza kuwasaidia wanafunzi, na kizingatia kwamba chuo chenu pia kinajumuisha mafunzo ya ufundi. Unajua mafunzo ya ufundi mara nyingi tunatamani kuona vitendo zaidi vikitawala. Ni kwa namna gani ambavyo umejiandaa ili kwamba hawa wanafunzi ambao wanapata mafunzo ya ufundi waweze kupata kile kinachostahili? Kama taasisi tuna miundo mbinu, hiyo ndicho cha kwanza, na mitaala yetu inaelekeza hivyo. Kwa hiyo sisi pamoja na kwamba tuna wanafunzi ambao wako chini ya Baraza la Elimu ya Ufundi NACTE na hawa wa degree ambao tunasimamiwa na TCU, lakini mitaala yetu kwa ujumla ni ile sio
tunasema ni mitaala ambayo inampa mtu ujuzi wa kufanya. Sio maarifa, ujuzi. Kuna tofauti kati ya maarifa na ujuzi. Sisi tunampa maarifa ili ujuzi ili akafanya kitu, ili anapomaliza aweze akaende akafanya. Kwa hiyo hata na sisi tunavyofundisha, ukija ukaangalia madarasa yetu, ukiangalia namna tunavyofundisha, mwisho wa siku tunalenga ili mwanafunzi anayehitimu au atakayemaliza ngazi husika awe na ujuzi. Hata ukiangalia na mitihani yetu iko kwa maana hiyo. Kwa hiyo hata ukiangalia mafunzo yetu ya vitendo, maana ya field work, utaona yanachukua muda mrefu na mingine yanafanyika katikati mwa semesters. Lengo mwisho wa siku ni kufikia yale malengo ya mitaala, kwamba mwisho wa siku mwanafunzi asitoke tu na maarifa, tunachohitaji ni ujuzi. Kwa hiyo hayo mambo tunayaona na tunayapima mara kwa mara. Na utaona kwa ngazi zote hizo, tofauti na elimu zinazotolewa mara pengine, utaona sisi kwa kila ngazi watu wanaenda kwenye mazoezi, inaitwa field work, wanaenda kwenye mazoezi ya vitendo. Lengo ni kupata ule ujuzi ambao tunautegemea. Kwa hiyo kama taasisi tumejiandaa, madarasa yetu yanakuwa na watu wachache, madarasa yetu yanakuwa na mazoezi mengi ya vitendo, ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wana uwezo wa kupata ujuzi. Wanafunzi wao pia wajibu wao ni upi? Kwa sababu hata nyinyi mmejipanga, mnaweza mkajipanga, wanafunzi pengine wasijue wanatakiwa wafanye nini. Wajibu wao hasa ili kuhakikisha kwamba azma hili inatimia ni upi kwao? Wanafunzi kwanza, kabla ya kuanza masomo huwa tunakaa nao. Na jana kwa watu wa mwaka wa kwanza tumetumia muda mrefu. Tumekuwa tukiwafundisha, tumekuwa na orientation program, lakini jana tumekaa nao kwa muda mrefu. Tumekaa na watu wa ngazi ya cheti mpaka diploma, tumeanza saa 3 asubuhi mpaka saa 7. Watu wa shahada za awali na shahada za uzamili tumekaa nao kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Tukiwaelekeza, tukizungumza nao kuhusiana na wajibu wao. Wajibu wao mkubwa, hii ni elimu ya vitendo, lazima awe na ujuzi. Kwa hiyo tumewaambia na tumewaelekeza wajitofautishe na sehemu kwa walipotoka, ambapo walizoea kufundishwa dhana na yeye anaweka kichwani dhana. Sisi ni kwamba unapata dhana na kuitumia kwenye mazingira yako ya wakati huo. Kwa hiyo tumewaelekeza, na ili ndio tunaloenda sasa kulifanya darasani, na ndio tutafanya nalo kwa muda wote ambao tutakuwa nao pale taasisi mpaka watakapokuwa wamemaliza. Kabongo, mwanafunzi akifanya vizuri anapongezwa. Yule ambaye atashindwa kuenenda na kasi ile ambayo mnahitaji, huwa mnachukua hatua gani kumsaidia? Wanafunzi anapaswa kufanya vizuri, na ndilo lengo la elimu. Elimu unafundishwa ili ufanye vizuri. Ikitokea kwa bahati mbaya amefanya vibaya, bado anapata fursa, anapata nafasi nyingine ya kujirekebisha. Na taasisi inatumia mafunzo yake ama mitaala yake imejengwa kwenye mfumo huu aliosema makamu mkuu wa chuo taaluma, ya kuwapa wanafunzi ujuzi, na hivi basi tunatumia mfumo wa NACTE, ambao kwa kanuni na sheria zake zinampa fursa mwanafunzi akishindwa kutoka level moja kwenda nyingine, kurudia ile level mpaka atakapokuwa atakapokamilisha. Anasema ni competence based. Kwa hiyo anapata fursa ya kurudia pale pale ili aweze kujikamilisha. Kwa hiyo anapofanya vibaya kwenye mitihani yake ama anapofanya vibaya, anapata fursa hiyo ya kurudia, na hivi tunaamini kwamba anaporudia anajifunza zaidi na anakuwa vyema. Na sasa japokuwa inampotezea muda, lakini ndio kukosea. Na sasa nafikiri hii ni mahususi kwa wanafunzi wale ambao wao wanajua kwamba wakija Dar es Salaam ni kula bata. Dhana hizi zipo. Anakwambia nilikuwa sijui Dar es Salaam, kwa hiyo nitaijua vema. Anasahau kwamba amekuja kusoma. Kwa hiyo inabidi wawe makini, inabidi usome kwa juhudi ili kwamba uweze kukamilisha masomo yako kwa wakati. La sivyo, kama ambavyo ameeleza afisa udahili, ni kwamba ukishindwa kufikia vigezo vile vya kidarasani vile, basi utarudia hadi pale ambapo utafanikiwa. Mdau, tumekimbia, tuhamie katika kipengele kingine. Tutathmini elimu kwa ujumla inayotolewa. Ni kwa namna gani ambavyo inamsaidia mwanafunzi, kizingatiwa kwamba hivi sasa tunahimiza zaidi uchumi wa viwanda, na hasa tukijikita kwenye elimu ya ufundi ambayo ni kwamba kwa namna moja ama nyingine ndio ambayo inachochea uchumi wa viwanda. Tutegemee nini? Kozi zinazotolewa zitawasaidia nini wahitimu kuweza kuyakabili maisha, nikianza na makamu mkuu wa chuo? Mimi nafikiri
turudi nyuma tuangalie hata maelekezo ya serikali. Kwanza ukiangalia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi na ukiangalia mpango wa maendeleo ambao umepitishwa hivi karibuni, serikali inasisitiza kwamba watu wahitimu wote mwisho wa siku lengo ni kwamba wajiajiri na ikiwezekana waajiri watu wengine. Na sisi ndio maana tumesema mitaala yetu ni ile ambayo ni ya ujuzi, inaitwa competence based curricula. Kwa hiyo ukiangalia elimu ambayo inatolewa ni kuwapa watu ujuzi. Kwa hiyo na mwanafunzi lazima kwanza alielewe hilo na mwalimu alielewe hilo na wote twende kwa mtazamo huo mmoja. Kwa hiyo sisi elimu ambayo tunaitoa, tulifanya tathmini, tulifanya utafiti mwaka 2017 na 18. Tumejiridhisha tathmini ambayo inaitwa tracer study kwamba wanafunzi tangu tuanze tangu chuo kianze mpaka 2018 wanafunzi wetu huko kwenye soko, huko walipo wanafanya nini, wako wapi na wanafanya nini. Na tulifurahi kwamba wanafunzi wengi tuliwakuta wamejiajiri, waliomaliza kwetu wengi wamejiajiri na wengi wameanzisha taasisi zao, lakini tulikuta na wengine wameajiriwa pia. Tumekuta watu wamepata ngazi za uongozi huko walipo, wanaongoza vitengo, wanaongoza taasisi, wanaongoza NGOs nyingi. Kwa hiyo tulifurahi na tumeona kwamba elimu tunayoitoa inamsaidia mwanafunzi. Lakini hata waliopo hapa ambao tunaendelea nao chuoni, tumekuwa tukiwafuatilia maendeleo yao. Kwa mfano pale chuoni tuna clubs za wanafunzi. Na huwa tuna siku maalum ambapo huwa wanatuonyesha kitu wanachokifanya kwenye clubs. Uwezo kuamini sasa hivi kuna clubs ambazo zinatoa bidhaa mbalimbali pale chuoni. Kuna clubs ambazo zinaongeza thamani kwenye bidhaa. Kuna club moja ambayo inaenda inanunua t-shirt alafu inaongeza thamani kwenye hiyo t-shirt alafu wanauza. Kuna watu wanatoa bidhaa pale. Kwa hiyo tunafurahi kwamba kuna kitu kinafanyika. Lakini pale taasisi ili kuwajengea uwezo pia wanafunzi wetu, tuna vituo. Sio vituo, tuna programs mbili. Moja wapo ni wanagenzi. Alafu tuna program ya apprenticeship. Wanagenzi ni pale mwanafunzi ama amemaliza pale ama yuko pale ana wazo lake kwenye kituo chetu cha ubunifu. Kama ana wazo lake anataka tumsaidie likue, kwa hiyo tunafanya pale. Na mpaka sasa hivi tumeishapata product mbili ziko kwenye level wanaita level ya kibiashara. Limeisha kuwa, limeisha kubarika. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye level ya kibiashara. Tutajia au unasubiri kwamba ikikamilika ndio tufahamu? Nafikiri itakuwa vyema pia imshawishi hata yule ambaye anakutazama ajue kwamba kumbe elimu inayotolewa basi si haba. Wazo moja ambalo tayari limeisha pata hadi wadhamini linaitwa Strongman na tulitangaza kwenye vyombo vya habari. Huu ni mchezo wa watu wenye nguvu. Kwa hiyo litakuwa linahusiana na mashindano ya watu wenye nguvu. Zamani tunakumbuka palikuwa kuna watu sijui wanaitwa Paul Mabura na kadhalika. Kwa hiyo hiyo wazo tayari lilianzishwa pale kwetu, limeishafikia level sasa ya kibiashara, wadhamini wameshalichukua, liko kwenye level ya kibiashara, alipo tena pale kwetu. Kuna wazo jingine ambalo bado tunasubiri wadhamini, ambalo nafikiri tutawapata hivi karibuni. Na hili linahusiana na kutumia teknolojia katika kutoa huduma za jamii. Unawafikiaje? Kuna watu wengine wako mikoani huko, anahitaji huduma za kiushauri wa saikolojia, ushauri mbalimbali, unafikiaje? Kwa hiyo tunaenda kutumia teknolojia hiyo na hilo liko kwenye hatua za kukamilika. Asante sana. Kabongo. Ukiangalia ni kwamba Watanzania wale wengi hasa vijana wanakuwa na mawazo ya ubunifu ambayo yanaweza yakawapa fursa, kama ambavyo wamezungumza kwamba mna mawazo mawili. Huenda mawazo yapo mengi sana lakini mmebaini mawazo mawili. Ni kwa namna gani ambavyo mnatengeneza mazingira ili Watanzania wenye mawazo haya yaweze kuchomoza na waifanyie kazi, na pengine miaka ijayo Tanzania tuwe ni kama kisiwa cha vijana wenye ubunifu? Asante. Jambo la kwanza tunalofanya
kwanza ni kuwaondolea hofu na wasiwasi. Unajua vijana wengi wanayo mawazo ama na njozi fulani, lakini iko ndani mwake huku ikiwa ina nguvu za ushindani. Kwa hiyo jambo la kwanza nalojengwa ni kumsaidia kisaikolojia kwanza, aondoe ile hofu, ajiamini. Na anapojiamini, aone kile kitu ambacho kiko ndani yake ama kinamgusa, aone kwamba kinawezekana kufanyika. Wengi wanavyo, lakini wanafikiria kwamba akiangalia mbele anaona vikwazo. Kila anapoangalia mbele anaona vikwazo badala kuona fursa, kila jambo anaona vikwazo. Kwa hiyo mawazo yapo mengi kama alivyosema kwa taasisi, lakini yale ambayo yameshafikia level za kibiashara ndio hayo mawili. Lakini wapo wengine ambao bado wanajengwa kuyakuza mawazo yao na kuendeleza vipaji vyao. Na hivi basi taasisi kwa kupitia vitengo vyake hivi vya ushauri pamoja na kuwajenga wanafunzi wanawasaidia sana, lakini pia wanawasaidia pia kuondoa ile dhana ambayo wengi wanapokuja wakitokea nyumbani, anajua nyumbani kila kitu kipo, shuleni anakuja tu kama ile kuendeleza kukua. Sasa wanawajenga kwamba waone kwamba wao ni sehemu moja wapo ya watu ambao sasa hivi wanatakiwa kutegemeza uchumi wa nchi hii, kutegemeza familia zao, kuachana na dhana ya mali za baba au za familia, na kuona kwamba pale alipofikia anatakiwa kufanya jambo kubwa zaidi. Na hapa ndipo anapoanza sasa kujengwa, kuleta mawazo ama kukuza ubunifu wake huu. Mnafikiri kwamba kuna haja serikali inapotoa mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ikumbuke pia kutoa na mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya vyuo vya ufundi? Naam. Hilo lipo, na kwa uzuri ni kwamba serikali yetu ni sikivu na inafanya hivyo. Vyuo vya elimu ya ufundi kwa program za shahada ya kwanza, bachelor, wengi wanapata mikopo hata chuoni. Wengi wamepata awamu ya kwanza na awamu ya pili pia wapo wamepata, wanaendelea kusaini mikopo yao. Na serikali bado iko kwenye hatua pia za kufanya upembuzi yakinifu kuona vile ambavyo pia wanaweza kuwasaidia hata hawa ambao wanaanza cheti na diploma ambao hawana uwezo. Zipo familia za Watanzania wenzetu ambao hawana uwezo hata kusomesha wanafunzi kwa level hiyo. Wanaweza kuwasaidia hasa wale wanaotokea vijijini, walisoma kwenye program zetu hizi za elimu bure. Na hivi basi wanapokuja vyuoni wakikuta ada inafika 900,000, 800,000, mzazi anaona bado ni mzigo mkubwa. Lakini serikali kwa kuwa bado inaendelea iko kwenye mchakato, tunaamini kwamba litafikia pia mahali pazuri ambapo Watanzania hawa pia wanaweza kufaidika. Lakini pia ili swali pia nilete pia kwako nipate maoni yako, Dr. Evantus Mugabuso, makamu mkuu taaluma chuo cha ustawi wa jamii Dar es Salaam. Ukiangalia ni kwamba mawazo yanakuwa mengi, na umetueleza kwamba asilimia kubwa ya wahitimu wenu wanatumia yale ambayo mnawafundisha kuweza kuyakabili maisha. Wamefungua taasisi binafsi, wamepata fursa binafsi, wengine wapo katika masuala ya uongozi, lakini kilio cha wale wengi ni kwamba hawapati hawana mitaji ya kutosha. Unakuta mtu ana wazo la kiubunifu, analifanya kweli, lakini halifanyi kwa viwango vinavyotakiwa, na mwisho wa siku tunabaki kuwa nyuma. Kuna haja gani aidha kwa serikali au taasisi nyingine ambazo zinawainua vijana au jumuiya ya kimataifa kuweza kuwasaidia wanafunzi hawa ambao wanamaliza wakitoka chuo moja kwa moja angalau waweze kupata mazingira uwezeshi kufanya mambo yao? Mimi kwa kweli kwa mawazo yangu najua ni kweli kuna watu wana mawazo, lakini namna kuyatekeleza hawana mitaji. Lakini kwa upande mmoja mimi naona kwanza kwa upande wa awali serikali imejitahidi kwa kiwango kikubwa. Kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba mazingira ya mtu kufanya anachotaka kufanya kwa ajili ya kujiletea maendeleo anakifanya. Ukienda kwenye halmashauri huko utakuta ipo asilimia wanayotakiwa kutenga kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya walemavu, kwa ajili ya kina mama. Kwa hiyo zile ni fursa. Kwa hiyo sisi vyuo vyetu ni kumfungua akili mwanafunzi kuziona, kuzitambua fursa. Hakuna atakayekuletea hela nyumbani. Kwa hakika. Na serikali haiwezi kuletea hela nyumbani kwako. Ni kujua wapi ninaweza kupata mtaji. Kama una wazo na una nila msingi, na kwenye halmashauri mara nyingi wanataka waende kama vikundi, wazo lako jiunge na watu wengine. Yawezekana wazo mwanzishi ni wewe mmoja, jiunge na watu wengine, mlikuze, mjisajili, mwende kwenye halmashauri kule utapata fedha. Fedha zipo, na umeona waziri wa TAMISEMI anaelekeza mara zote ameelekeza kwamba
hela zilizotengwa kwa ajili ya kusaidia vikundi kwenye halmashauri, vikundi vya kina mama, walemavu, vijana, kuwapa mitaji kwamba zile hela zielekezwe kule. Kwa hiyo sehemu ya kupata hela zipo, lakini tunapokuwa tunawafundisha darasani, tunawafundisha mbinu za kupata mitaji. Hicho ndicho wanachohitaji, mbinu za kupata mitaji. Unaandikaje proposal ya kupata hela, ya kuomba hela? Hayo yote tunawafundisha. Una identifyje mtu wa kukupa hela? Unaendaje kwenye benki hata kama hauna dhamana? Unaweza ukawashawishije na wazo lako? Unajua hata ukienda kwenye mabenki wanaangalia wazo lako mwisho wake wao kama lina uwezo wa kusaidia wewe kurudisha fedha ambazo umekopa. Kwa hiyo sisi kazi ya vyuo na kazi ya vituo vyetu vya ubunifu ni kuwasaidia wanafunzi kuona fursa. Na mwanafunzi aliyefanikiwa ni yule ambaye ameanzia zero hadi mafanikio. Na sasa ndio tumekimbia tayari nusu saa ambayo tulitakiwa kuitumia imekwisha kukamilika, na kuna jahara sehemu ya pili na pia dondoo za habari. Tuhitimishe kwa dakika chache tu, niwape nafasi ya kutoa wito kwa wanafunzi wa taasisi yenu pia, lakini pia wale ambao wanawatazama na hawajajiunga na chuo chenu, kwa sababu bado maisha yanaendelea, kuna mwaka huu na mwaka kesho pia. Neno lenu ni lipi kwao? Mimi kwanza nianze kwa watu ambao hawajajiunga na taasisi yetu. Taasisi yetu ni ya serikali, ni chuo ambacho kinamilikiwa na serikali kwa 100%, na ni chuo kikongwe, kimeanza mwaka 71. Kwa hiyo ndizo tumetaja programs ambazo tunazitoa kuanzia na miaka 50. Tuna miaka 50. Kwa hiyo tunajivunia hilo. Kwa hiyo tuna programu hizo tumezitaja, zinaanzia ngazi ya cheti hadi masters, lakini tuna campus mbili. Moja ipo Kijitonyama na ambayo ndio main campus, na tuna campus nyingine ipo Kisangara, Mwanga. Kwa wanafunzi ambao wanasoma pale kwetu, wito ambao tunawapa ni kwamba tungependa wasome kwa bidii, na tungependa wao ndio mabalozi wa chuo ambacho wao wanasoma. Wao ndio waonyeshe taswira halisi ya kile ambacho kinatolewa pale, na watu wengine watavutika kuja kusoma pale. Asante. Kwa upande wako? Asante. Nami pia nitoe wito hasa kwa jamii ya Watanzania ambao wanatusikiliza lakini wanapenda kufuatilia elimu za watoto wao. Ni vyema tukajifunza na tukaangalia mazingira ambayo wanafunzi wanakwenda kujifunza. Sasa hivi program ama vyuo mbalimbali vinatangaza program zao, lakini pia tuangalie kile ambacho watoto wetu wanapenda kufanya. Wapo jamii ya wazazi ama walezi ambao wanawalazimisha watoto kwenda kusoma program ambazo huenda hazipendi, ama huenda anaona kwamba kazi hiyo nikiifanya sitaifanya kwa ufanisi. Ni vyema kumwachia mtoto fursa ya kuomba chuo na program anayoipenda aende akasome, ili maisha yake pia yaweze kuendelea kustawi. Wapo watu wanafanya kazi lakini hawajastawi kwa sababu tu ya program ambayo anaifanya ama taaluma aliyosomea, ya kwamba highway inamhamasisha ama inamotivate kufanya kazi. Mawasiliano ni yapi? Mitandao ya kijamii, akaunti zenu, lakini pia tovuti kwa wale ambao angependa kutembelea tovuti yenu, lakini pia mtuambie pia ni kwa namna gani ambavyo mtu anaweza kafika ofisini kwenu ikiwa anahitaji ushauri au anahitaji jambo lolote lile kutoka kwenu. Asante sana. Kama alivyosema makamu mkuu wa chuo taaluma, main campus yetu iko Kijitonyama, iko kwenye makutano ya barabara ya Shikilango pamoja na Hassan Mwinyi. Kituo maarufu kinajulikana kama Bamaga. Pale anaweza kufika kwa kupata maelekezo mbalimbali, lakini pia wanaweza kutembelea website yetu ya chuo ambayo inayo taarifa nyingi, ambayo tulivyosema ni www.isw.ac.tz. Hapo atakutana na program zetu na mambo mbalimbali ambayo chuoni anaweza kuyapata. Lakini pia kwa mitandao mingine ya kijamii wanaweza pia kuingia kwenye Instagram. Instagram yetu ni info@isw. Tafika hapo na kukuta taasisi yetu ya ustawi wa jamii. Lakini kwa Facebook wanaweza pia kutembelea account yetu ya Facebook ambayo ni Ustawi Official. Ustawi Official, wakafika hapo na wakapata taarifa mbalimbali za chuo chetu. Na sasa mimi niwashukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tunakuwa tuna ziada katika jahara sehemu ya kwanza. Kwa siku ya leo nilikuwa na Dr. Evatus Mugabuso. Huyu ni makamu mkuu wa chuo
cha ustawi wa jamii kilichopo Kijitonyama jijini Dar es Salaam, lakini pia Kabongo Reidi, afisa udahili wa chuo hicho, tukizungumzia maandalizi ya msimu mpya wa masomo elimu ya vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu Tanzania. Mimi ni Damian Mnyikwa, niseme asante, lakini nikukumbushe kwamba kipindi hiki utakipata moja kwa moja katika ukurasa wetu wa YouTube muda mfupi kuanzia hivi sasa, lakini endelea kutufuatilia pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa jina la Mlimani TV. Nikutakie wakati mwema.